Chris Brown amefunga ukurasa mmoja wa kisheria baada ya kufikia makubaliano ya suluhu nje ya mahakama katika kesi ya madai iliyokuwa ikimkabili huko London, Uingereza. Kesi iliyowasilishwa na Abdul ambaye alidai kupigwa na chupa na kisha kukanyagwa na msanii wakati wa tukio lililotokea kwenye club ya usiku wa Tape jijini London mwaka 2023. Kwa mujibu wa ripoti ya TMZ, Dell alieleza kuwa Chris Brown alimshambulia kwa kumpiga kichwani mara 3 kwa kutumia chupa ya pombe aina ya Don Julio 1942 na baadaye kumpiga teke akiwa amepoteza fahamu. Dell alidai alisaidia na majeraha ya kudumu kutokana na tukio hilo. Hata hivyo, Ijumaa iliyopita Dell aliwasilisha ombi rasmi kwa jaji wa mahakama ya Los Angeles kuifuta kesi hiyo kwa msingi ya dismissed with prejudice, ambayo kisheria humzuia kuifungua tena kesi hiyo siku za usoni. Yani hapa ni kwamba kesi yetu kuja kufunguliwa tena ama hatakuwa na mamlaka kuifungua kesi kwa mara nyingine. Ingawa maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo hayako wazi, wachambuzi wa sheria wanaamini kulikuwa na makubaliano ya kifedha au faragha yaliyofikiwa baina ya pande hizi zote mbili. Hakuna upande uliotoa taarifa rasmi hadi sasa. Mashabiki wa Chris Brown wanasubiri kwa hamu kuona ikiwa msanii huyu ataweza kujinasua kikamilifu katika matatizo haya ya kisheria, huku tasnia ya burudani ikiendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi ambazo zinamkabili kimataifa. Utafahamu hii ndio ile kesi ambayo msanii huyu alikamatwa Manchester United alipokuwa ameenda huko Uingereza na kisha kukaa Central kwa muda kadhaa kabla ya kuachiwa kwa dhamana ya mkwanja mrefu tu. Lakini kesi yake kwanza kusikizwa siku za hivi karibuni, ambapo aliyakana mashtaka matatu alikuwa kimkabili kuhusiana na kesi. And for now, mhusika ama mhanga kaamua kuitupilia mbali na Chris Brown hana ama hausishwi na kesi hii tena. So hii ni habari positive kwa mashabiki wa Chris Brown. Hii hapa ni SNS Management.